Habari asubuhi ndugu waandishi wa habari. Habari na pole na majukumu. Kwanza tunamtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai mpaka leo hii, na vile vile kukutanisha leo hapa tukiwa na afya njema. Lakini lengo kuu kukutana hapa leo ni kuongea na nyinyi waandishi wa habari juu ya masuala ya mchezo wetu wa ngumi za kulipwa yanavyoendelea. Sababu kuu, nyinyi pia ni familia yetu, mnapaswa kujua nini kinaendelea kwenye mchezo wetu wa ngumi. So far tuko vizuri, lakini kama kuna mambo ambayo yanahitajika ufafanuzi au nyinyi waandishi wa habari kutusaidia ili umma ujue, ni vyema pia tuweze kutolea maelezo sisi kama chama cha mapromota. Na hapa mnayeongea mimi ni mwenyekiti wa chama cha mapromota. Kushoto kwangu ni katibu wa chama cha mapromota. Kulia kwangu ni mjumbe wa chama cha mapromota, nadhani wote mnatufahamu. Wengine wana udhuru kidogo, lakini tulikaa kikao kama chama. Kwa mkutano huu ni halali kama chama. Tumekubaliana kwa pamoja wajumbe wote wa chama, na yale tutazungumza hapa ni kwa niaba ya chama na kwa niaba ya mapromota wote. Ndugu waandishi wa habari, tunakumbuka kwamba uongozi uliopita hapo awali uliokuwa unaongozwa na rais wetu Chaule Muparasa uliondolewa baada ya tuma mbalimbali na malalamiko mbalimbali, na serikali tunaishukuru sana, kwa maana inapotokea sintofahamu yoyote, basi serikali pia wamekuwa wepesi kutukimbilia na kutusikiliza kwamba viongozi wadau wa mchezo huu mnataka nini na nini kibadilishwe na nini kiweke sawa. Waitukimbilia baada ya malalamiko mengi kuzidi, na wakafanya maamuzi ya kuweza kuondoa uongozi ule, na vile vile ikaundwa tume na mheshimiwa waziri ambayo ilikuwa inapokea maoni mbalimbali kwa ajili ya tuma zile ambazo zimetolewa na wadau mbalimbali. Mpaka sasa ule uongozi haujarudishwa, kwa maana walionekana wana tuma za kujibu, lakini maamuzi bado wanayo wenyewe serikali. Lakini serikali haikutuacha hivi hivi. Ilipoondoa uongozi ule, basi ikatuletea kamati ya muda. Kamati ya muda iliyokuwepo kipindi kile ilikuwa chini ya mzee wetu Emmanuel Salehe na viongozi wengine kama makamu wake Agapita na Garinoma na wajumbe wengine kwenye kamati ile. Lakini lengo kuu la kamati ile, pamoja na mambo mengine ya kusimamia ngumi, serikali iliwaamuru kamati ile kwamba wakae waitishe uchaguzi, kwa maana uongozi uliondolewa. La sasa kinachofuata pale lazima uitishe uchaguzi ili viongozi wengine waje waendeleze yale ambayo yamehitajika kuendelezwa katika mchezo wetu wa ngumi. Lakini muda ulitumika kwa kamati ile mpaka wanaondolewa, kwa maana muda wao umekwisha, hawakuweza kufanya uchaguzi. Na serikali pia ikasema basi muda wenu umekwisha, mtupishe. Lakini kwa kuwa majukumu bado yalikuwa yanahitajika, kwa maana kazi waliopewa haikukamilika, serikali ikaunda kamati nyingine tena hapo hapo. Kwa hiyo the same day tu kwamba kamati iliondolewa, na siku hiyo hiyo tukatangaziwa majina mapya ya kamati mpya, ambao sasa hivi mwenyekiti wake ni Patrick Nyembera, nadhani wote mnafahamu. Lakini Nyembera pia kwenye koramu hii ni mpya, lakini si mgeni kwenye kamati, kwa sababu kamati iliondoka pia yeye alikuwa mjumbe. Na katibu wetu pia Godwin Msajigwa vile vile naye alikuwa katibu wa kamati ile ambayo imeondoka, lakini naye pia kwenye uteuzi huu wa pili ameendelea kuwepo. Kwa hiyo kichofanyika tu kwamba alisindikiza wenzake naye akarudi, kwa hiyo yupo. Sasa kamati iliyopo sasa hivi na kamati iliondoka, ni kweli walifanya kazi nzuri kila mmoja wake wao. Hasa kamati hii pia tuna imani nayo kubwa kwa utendaji wao, kwa CV zao. Lakini tukumbuke kwamba viongozi ni binadamu, ndio maana tupo hapa leo kuelezea machache ambayo nyinyi pia mtusaidie tuweke sawa sawa. Kamati iliyopo imejikita moja kwa moja kwenye kuandaa rasimu ya katiba na kanuni zake, kwa maana ndio jukumu kubwa ambalo sasa wameingia nalo wao, pamoja na kusimamia ngumi. Lakini si tuko hapa kwa ajili ya kujulisha tu kwamba mchakato ule ulikuwa batili, kwa maana sisi kama chama cha mapromota tunataka mchakato ule urudiwe upya
kwa maana 3 au 4. Kwanza kabisa hatukupata muda mzuri wa kutosha sisi kama viongozi kukaa na wadau wetu, kwa maana ya mapromota na wadau wengine, tuweze kupitia zile rasimu ya katiba, ili tunapoingia kwenye kikao cha kurasimisha katiba na kupendekeza, basi tuwe na maoni ya wadau wetu. Tulipoandika barua, nikamwagiza katibu wangu andika barua, tumepata rasimu hii, lakini muda ambao tumepewa huu ni mchache sana, hatuwezi kuingia kwenye kikao cha kujadili katiba na kurasimisha katiba ili iweze kusajiliwa basipo kupata maoni mapana ya wadau wetu, kwa sababu tunapoongelea katiba, ndugu waandishi wa habari, ni mustakabali wa mchezo mzima wa ngumi za kulipwa nchini. Kuna mambo mengi ndani ya katiba, kwa hiyo lazima tupitie vipengele hadi vipengele tuweze kuona vina afya kiasi gani, vina afya kwa bondia, vina afya kwa promoters, kwa maana ya ukuzaji na vitu kama hivyo. Lakini kamati ili tujibu barua tunayo hapa, mtapewa kwamba tuna muda mfinyu sana, hatuwezi kusubiri. Sasa tunajiuliza maswali, mnawahi wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Leo mnasema muda mfinyu sana. Kwa hiyo lakini tukahudhuria kile kikao cha awali kwa maana ya katiba, ya rasimu ya katiba. Sababu vikao vilikuwa viwili, kikao cha kurasimisha cha kujadili katiba na kikao cha kupitia kanuni. Kwa hiyo nikaongea na wasaidizi wangu, tukasema anyway, japo tumekataliwa tupate muda mzuri wa kuzungumza na wadau wetu, lakini hawa mabwana wametoa maelekezo kwamba twende. Sisi hata twende, kama kuna hoja za msingi tupingane pale pale ana kwa ana. Tulikofika pale tukachikuta kwamba kwanza kingine ambacho mtaka kufahamu, mchakato ni batili kwa sababu sisi kama chama tuna kamati ya watu 8. Chama cha promota, chama cha mabondia, chama cha makocha, chama cha waamuzi. Lakini barua ya kamati imeelekeza kwamba kila chama kije na watu 3. Sasa jambo kubwa kama hili, sisi kama chama unafinya nafasi za watu kuja kutoa mawazo yao, kujadili jambo jema kama hili, tukaona kwamba si sawa sawa. Lakini cha kushangaza zaidi, tupoingia kwenye kile kikao tukakuta moja ya wajumbe ambao wale ambao serikali ilishaondoa, kwa maana iliona kwamba hawafai au hawako na sifa za kusaidia ngumi, na tetesi tukasikia kwamba walikuwa mahusika kwenye kuandaa ile rasimu ya katiba. Lakini hayo ni ya kusikia, lakini ya kuona ni kwamba tupoingia kwenye kikao tuliwakuta rais aliondolewa na serikali, alikuwa mstari wa mbele na yeye kutoa mawazo yake. Bwana Yahya Poli ambaye alikuwa katibu kipindi kile, naye pia nadhani kama ni wafuatiliaji mnajua, aliandikiwa barua na serikali kwamba asihusishe na mchezo wa ngumi. Lakini hao ndio tukakuta ndani ya hicho kikao. Sasa maswali yako mengi, kwa nini mchakato huu ni batili? Sisi kama viongozi tuko hapa kwa ajili ya kusemea watu. Viongozi wale wameondolewa na serikali, na hakuna tamko lolote ambalo limetolewa kwamba wale wako safi, sasa wako tayari na sifa za kusaidia ngumi. Leo kamati imewachukua aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Hiyo pia ni mapungufu ya mchakato huo. Kuna mapungufu mawili hayo na mengine, kabla hatujaingia kwenye details za hiyo katiba, lakini kwanza tunaitaka kamati isitishe mchakato huo, na uzuri tushaiandikia barua japo hatujajibiwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tumeona kwamba tusie tukaweka mambo haya siri, baadaye nyinyi waandishi habari mkasikia yametokea, mnasikia mapromota au wadau wengine wanalalamika, na nyinyi pia mkanyimwa habari kama hizi. Kwa hiyo lengo kubwa la press hii ni kuitaka, uzuri tushaiandikia barua tayari, wasitishe mchakato huo wa kusajili katiba, maana tunasikia tayari katiba imeshakimizwa kwa msajili. Tumefanya juhudi za ndani, baadhi ya viongozi wametujibu kwamba hili halitawezekana liendelee, lakini si vyema ninyi waandishi habari mkanyimwa hiyo taarifa. Kwa hiyo lazima mfahamu hivyo kwamba mchakato huu usitishwe kwa sababu haukuwa katika utaratibu ulio sawa sawa. Na mchakato huu utakaporudi, kamati iandikie barua kila chama, kwa maana kila mjumbe wa chama aweze kuhudhuria kikao hicho cha kujadili katiba na kanuni zake na kupitisha. Kusiwe na maelekezo kwamba kila chama kija na watu 2 au 3, hapana. Na vivyo tupate muda wa kukaa na wadau wetu, kuwasikiliza. Jamani, msahafu wa ngumi zetu ni huu hapa, au Biblia ya ngumi zetu hizi hapa. Nyinyi mna maoni gani?
tunapoingia kwenye kile kikao, basi tunakuwa tushajipanga sasa cha kuzungumza, maana leo tunaandaa katiba hii kwa maslahi mapana ya mchezo wa ngumi za kulipwa. Hatuhitaji katiba hii tuiandae leo halafu baada ya miaka miwili tena ionekana haifai, tufanye tena mchakato mwingine wa kuandaa katiba. Tunataka tuandae katiba ambayo kila mmoja wetu imfaidishe. Bondia anapopanda ulingoni, basi masuala yake yako vizuri, promoter naye avutiwe na kuandaa mchezo huu wa ngumi. Lakini kama kuna vipengele ambavyo vinambana promoter, promoter ni mfanya biashara, anaweza leo akaona ugumu kwenye ngumi akafanya biashara nyingine. Sasa mchezo wa ngumi utakuwa namna gani? Bondia anafanya mazoezi, anategemea promoter aweze kuandaa pambano. Promoter ni mfanya biashara, amekuja ameona mambo magumu, ameamua kubadili biashara nyingine. Mchezo wa ngumi uhai wake utakuwa ni wa kusuasua. Lakini kingine ambacho tulipata pia mshtuko, rasimu yao ile waliondoa chama cha promoter, kwa maana promoter awe individual. Sisi tukasema fine, kwa sababu kama wakubwa wameona jambo jema na ni la maendeleo, tukasema it's okay. Maana sisi tuko hapa kwa ajili ya sio kupinga, ni kwa ajili ya kupata utaratibu mzuri wa maendeleo ya ngumi nchini. Lakini kwa nini uondoe chama cha promoter wakati kuna baadhi ya mambo huko nyuma alikwenda uongozi uliopita na kamati zilizopita, kuna mapromota walizuia pambano lao pasi kwa sababu za msingi yote. Promoter hana sehemu yote ya kuweza kulalamika malalamiko yake. Uzuri mwandishi mwenzenu huyu Dragon alikuwa na pambano lake, atasema ni mwezi ngapi ule ulikuwa. Kamati iliyopita ile walimtupia mikataba yake kwamba hujasainisha mkataba wa TPLC, kwa hiyo sisi pambano lako linakufa. Imagine promoter huyo ameandaa pambano lake, mwezi mzima anafanya promotion kwa maana ya matangazo, amelipa mabondia advance, amelipa vibali vya TPLC, amelipa vibali BMT na gharama nyingine ambazo promoter huwa anafanya. Siku moja kabla ya weigh in, nikisema weigh in mnanielewa, siku moja kabla ya kupima uzito ili siku ya pili pambano liweze kufanyika, promoter anakwenda ofisini, anatupiwa mikataba yake. Anasema wewe ni jeuri sana, huwezi kuandaa ngumi kwa kutumia mikataba yako. Wakati sheria hiyo haipo, ni mikataba TPLC ipo, ni hiari ya promoter mwenyewe aitumie au asitumie. Kwa hiyo tunaona kwamba pasipokuwa na chama, promoter huyu atakuwa ni mtu wa kuonewa kila siku. Tukasema kwa nini mmetoa hiki chama? Lakini uzuri wakatusikiliza siku ile, wakasema basi chama kiweze kurudi. So far hatuna hakika kama kweli kitarudi au vipi. Sasa viongozi watakaokuwa pale ni binadamu. Kama kamati iliyoteuliwa na waziri ile ambayo imeondoka, nayo pia ilikuwa tayari kumzuia promoter asifanye pambano bila kujali gharama ambazo huyu promoter amezitumia. Kila rahisi tu. Promoter akanipigia simu, mwenyekiti na 1 2 3, niambia sawa, mimi kama mwenyekiti wako acha nichukue hatua. Nikapiga simu ofisini kwa mheshimiwa huyu aliondoka, Emmanuel Saleh, mwenyekiti. Niambia mwenyekiti, salama. Bwana, nasikia promoter wangu mmemshawishi pambano kwamba asiendelee pambano. Shida nini? Niambia Mopao tuweze kuongea kwenye simu, njoo ofisini. Uzuri nilikuwa na muda, nikamchukua promoter huyu mpaka pale ofisini. Mchakato ulioendelea pale, tukazungumza kwa hoja, pambano likaendelea. Baadaye wanachukua mikataba yake huyu, wanaingiza shadow, hata shadow ilikuwa hajaingia. Nikisema shadow mnanielewa. Kwa maana mapambano yale lazima yawe kwenye box leg. Ndio pale wanaingiza shadow, mambo yanaendelea upya. Sasa swali dogo tu, kama ingekuwa hakuna chama cha promoter, ile pambano lingekuwepo? Huyu promoter uzuri ni mdau wa siku nyingi, ni bondia huyu wa siku nyingi. Lakini ndio imagine sasa tumepata mfanya biashara mpya, ameingia anakutana na kadhia kama hii, atarudi kwenye hizo ngumi? Kwa hiyo tunaangalia kwa mapana, kwa maana mchezo huu sisi hapa leo, kesho hatupo, lakini lazima tukuwe na misingi mizuri na uongozi mzuri, na uongozi uwe bora na sio bora kiongozi. Tunaiamini sana kamati, ni wasikivu, lakini pengine kuna wajanja wanapita pembeni pale kuwapa ushauri ambao sio sawa, kwa sababu naamini hata maamuzi haya ambao wameyafanya pengine si akili zao kwa jinsi ambao tunawafahamu. Huwezi kuitisha mkutano wa kujadili katiba, wahusika ni vyama, alafu ukateua watu 3 au 2.
si sawa sawa. Kwa hiyo kwa hayo machache kama wasaidizi wangu watakuwa na ya kuongeza basi wataongeza, lakini mimi naomba niishie hapo.